Karibu tena Bosnia Online TV. Tafadhali subscribe na kulike na kushare ili uwe mwanafamilia, na kama tayari share kwa wengine wapate kujifunza haya masomo. Je, ruhani au kivuli au kizuu? Mada ya leo. Je, ruhani au kivuli au kizuu? Watu wengi hujiuliza haya maswali, na leo niko hapa kuwajibu. Tembelea channel yetu Bosnia Online TV ili kwa mafunzo mengi. Pia akiwa ni mpenzi wa kujua masuala haya ya kirohani, utapoandika Bosnia Online TV, video zote zitapatikana kule, tiba mbalimbali bure unaweza kujifunza. Leo tunazungumzia moja ya mada muhimu sana katika maisha kila mtu, jinsi ya kutofautisha ruhani, kivuli na kizuu. Hii si hadithi tu ya kutunga, ni uhalisia wa imani, mila na uelewa wa roho. Kwa wengi ni changamoto kutambua ni nani anayeleta msaada wa kweli na ni nani anayejaribu kupotosha au kuharibu kabisa. Kila aina ina dalili zake, kila njia zina maana zake. Katika falsafa hizi ya mambo ya kirohani, tabia zake na njia za kulingana binadamu, wengi wao wanapotoka. Kila jini anayesema ni mwema ni ruhani. Ruhani ni kabila, kama vile kusema Wamasai, Wangindo, Wapemba na hali kadhalika. Ruhani haitoshelezi kuwa ni kiumbe mwema. Hapana, inalingana na matendo yake. Tazama kwa makini. Kwa ufahamu huu unaweza kuokoa maisha na imani yako kwa ujumla. Namba moja, ni ruhani ya roho safi, mwema, anayekusaidia bila kudanganya. Ana tabia ya mema, kutoa msaada kwa njia ya haki. Hazihitaji sadaka kubwa, mara nyingi ni ishara ndogo kama halua, tende na kuku mweupe, kwani hakika hivi ndio vyakula vyao wanaotumia. Katika njia hizo basi wale ambao wanatumia vitu vikubwa vyenye matisho ndani yake, hakika hao kinyume cha maruhani. Dalili za kuwa na ruhani: hutoa amani ya ndani na utulivu. Namba mbili, msaada utakaoonekana hakutoharibu imani yako. Ndoto na ishara ni za mwanga, ushauri wa haki na mwongozo wa akili. Ni ruhani, hutoa nuru bila kuharibu roho safi, hufanya mema bila shukrani. Mfano, una ndoto ya kupata mwanga au mafanikio fulani, basi huongeza bidii ya mafanikio juu ya jambo lile unalotaka. Msaada wake unaweza kuwa ni ishara ndogo kama baraka ya afya au ufahamu wa kimawazo, fikra, hata katika mipangilio ya maisha yako. Unaweza kufanikisha mambo bila wewe kutarajia, yani kinyume na uwezo wako. Je, kivuli ni nani? Kivuli anayejifanya mwema, kumbe ni shetani wa kutumwa, ima na wachawi ama majini wabaya. Kivuli anaonekana mwema, kumbe sio mwema, kinyume chake ni mbaya, ima katumwa ama amekuja kwa matashi yake. Hutuma ishara za msaada, hutoa mito ya nguvu kidogo ili kudanganya. Mara nyingi hujenga uhusiano wa karibu na binadamu ili kumpotosha imani, tabia. Kwa mfano, leo anataka hichi, kesho anataka kile. Leo anataka pete fulani, kesho anataka pete fulani. Kesho kutwa anataka kitu fulani, kesho kutwa anataka kitu fulani. Unakuta mhusika mwenye tatizo hilo anaishia kuzorota, masomo amekatisha kisa kitu fulani. Anapelekwa huko na kule kuhangaikiwa, lakini anakuja na kusema atafutiwa kitu fulani. Imekuwa naabudiwa na istoshe, matatizo bado yanajitokeza. Basi hakika huyo ni kivuli, ima cha kukumba, ima cha kutumwa. Dalili za kivuli: anaonekana kama rafiki wa karibu au jini mwema. Msaada wa ajabu unaonekana, mara nyingi unaishia matatizo makubwa na maumivu makali. Anaweza kuja mwenyewe kumwingiza mtu kwenye njia ya kuharibu maisha na imani yake kwa ujumla. Kivuli huonekana kama nuru, lakini ndani kuna giza. Mfano, unaona mtu au roho ikijaribu kukusaidia, lakini ghafla maisha yako yanageuka kuwa kilio kikubwa. Mtu akikwambia tafadhali toa kitu kidogo kama sadaka ndogo, na unabaini kuna shida kubwa, mara nyingi hakuna ishara wazi, bali shida huanza kujitokeza. Ndugu yangu, hakika kivuli hutumiwa sana na wachawi ama waganga, wale wenye roho zao mbaya.
huwatuma hawa kwa mtu ambaye mwenye shida ya kutaka kumtia adabu mtu fulani. Anafika kwake na kusema, bwana wewe, nimekuja, kuna mtu fulani anataka hivi, nataka iwe hivi. Basi hutumia hivi vivuli na kuweza kumpatikiza mtu huyo. Kivuli hujaribu kutumia kwa njia tofauti tofauti kuweza kumhadaa mtu na kumharibia maisha. Itategemea katumwa kwa njia gani: kuharibu ndoa, ama kuharibu kizazi, ama kuharibu kitu gani? Tunazungumzia kizuu. Je, kizuu aliyeundwa kwa madhara? Kizuu ni jini aliyeundwa kwa madhara mara nyingi na wachawi au waganga wa jadi. Hutumiwa kumharibu mtu, kumtisha au kumharibu imani yake. Anaweza kuanzishwa na talasimu au mitishamba yenye nguvu na kualikwa makaburini ili kuingiza watu kwenye maisha magumu, shida za kiafya zisizoeleweka kwa mtu mwenye dalili hizo, matatizo ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, mwanga wa giza au wanyama wa kutisha, hisia za kupoteza nguvu, hofu kubwa na usumbufu wa mara kwa mara. Kizuu hufanya kwa giza huonekana pale mtu anapokosa kinga. Yani, ukizungumzia kinga ni kujilinda kwa Mungu, ibada mbalimbali, au kinga ambayo itaweza kumzuia kizuu asiweze kuzorota. Kwa mfano, mtu akituma talasimu au mito ya nguvu kwa madhara, anaweza kuangua kidhahiri kazi, afya au familia kwa kusudiwa kwa huyo mtu. Njia za kuondoa kizuu ni ngumu, mara nyingi zinahitaji waheshimiwa asili. Mfano, kama Bosnia Online TV, ukija kwangu unaweza kusaidia. Sala sahihi na uangalifu wa kiroho. Tafadhali, kizuu ni hatari zaidi kuliko kivuli, kwa sababu ana lengo la kuharibu, sio kutengeneza. Kuondoa kizuu ni mchakato unaohitaji muda na uelewa wa kina. Hakika hii ni hali mbaya sana ikimfika mtu. Hakika mtu anakata tamaa ya kuishi anapokutana na mazingira kama haya, kwa sababu kizuu ni vigumu kumtengeneza ama kumuondosha. Ana njia zake na sio kila mtu anafahamu njia za kuondoa kizuu. Utofauti na mbinu za kutambua kigezo: ruhani, tabia mwema, hutoa msaada, dalili ya amani, mwanga, ndoto safi na kusaidia kwenye maisha. Ila msaada unaongeza imani. Msemo, jua ni nani anayekuleta nuru, usipoangalia utaangamia. Kwa sababu wapo wengi wanaosema na maruhani, lakini hatimaye maisha yao yanazorota kila kukicha. Ruhani lazima mtu uwe na maisha mazuri, lazima akusaidie kwa mazingira tofauti. Kinyume na hapo, huyo si ruhani. Kutofautisha ni ruhani, kivuli na kizuu ni muhimu sana. Hii si tu kuzingatia roho, bali kuhifadhi imani, afya na maisha ya kila siku. Msaada wa kweli hauna masharti ya hila, huna hofu na hauharibikiwi kimaisha. Kumbuka, talasimu, miti na masharti yasiyo ya haki ni ishara ya kivuli au kizuu, inatokana na waganga wale wa kishirikina. Ruhani safi hutoa mwanga na hufanya mema kwa moyo safi. Msemo wangu wa mwisho: moyo safi unatambua nuru, macho roho hutofautisha kivuli na kizuu. Ndugu yangu, kama nilivyozungumza, ukiona una ndugu yako au jamaa yako au wewe mwenyewe binafsi unapandisha, unasema una ruhani, kwanza ni makuruhu kwa ruhani kupanda ndani ya rasi ya mtu. Ruhani humjia mtu katika njia za ndoto na kumwelekeza baadhi ya vitu au bishara mbalimbali kama zilivyozungumziwa kwenye vitabu mbalimbali, bishara njema vile vile. Lakini ikawa una dalili kwamba unapandisha, bado unadai hichi, unadai kile, unakuta matatizo yanazidi kuongezeka, basi jua huyo si ruhani, bali ni kizuu aliyetumwa ama aliyekukumba. Tuwe makini katika harakati hizi, na vile vile kwa ushauri kwa watibabu wenzangu, tuwe makini tunapopokea wagonjwa mbalimbali wenye matatizo kama haya, na kuweza kuwagundua kizuu ni nani, ruhani ni nani, ili tuweze kuwapa tiba iliyokuwa sawia. Ndugu yangu, tuishie hapa. Kama umeguswa na hii mada, tafadhali weka comment chini ya hii video. Vile vile nitakuja kuzungumzia kuhusu maruhani pamoja na unajimu, tiba zitakazofuata. Nitazungumzia unajimu na tiba nyingine, tutazungumzia mambo ya kiroho zaidi.
Tafadhali subscribe na kulike na kushare ili uwe mwanafamilia, na kama tayari share kwa wengine wapate kujifunza haya masomo. Mwisho wa video hii ni mwanzo wa video nyingine.